Tukielekea Uchina, mkurugenzi wa idara ya Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo ya kimataifa na ushirikiano wa shirika la utalii duniani amesema mafanikio ya China katika kukuza utalii wa vijijini ni chanzo cha mapato na yanaweza kuwa mfano wa kuigwa na nchi nyingine. Tupate taarifa kamili katika makala ya Ifahamu China. Jaime Mayaki amesema haya kabla ya mkutano wa tatu wa ngazi ya juu wa jukwaa la hatua za kimataifa kwa maendeleo ya pamoja unaotarajiwa kufanyika Beijing kuanzia Aprili 21 hadi 22 mwaka huu. Mkutano huo unatarajiwa kujikita katika kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika sekta mpya zinazoibuka. Jukwaa hilo pia linafanyika miaka mitano tangu kuzinduliwa kwa mpango wa maendeleo ya kimataifa yani GDI uliopendekezwa na China, ambao sasa unahusisha zaidi ya nchi na mashirika 130 ukiwa na miradi inayogusa kupunguza umaskini, maendeleo ya kidijitali na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mayaki alisifu umuhimu wa GDI kama mfumo muhimu unaolenga maendeleo yanayomweka mwananchi katikati, akisema kwamba unaendana na nafasi ya utalii katika kukuza uchumi na ustawi wa watu. What the Global Development Initiative is doing is clearly in line with what tourism brings to the development of countries' economies, but also to the well-being of people. It puts development as a priority. Also puts an emphasis on a people-centered approach and also a result action approach, and I think tourism fits quite well. Akibainisha kuwa zaidi ya wasafiri bilioni 1.5 walirekodiwa duniani mwaka uliopita, Mayaki alisisitiza nguvu na ushawishi wa sekta ya utalii kimataifa, hasa jinsi inavyohusiana na sekta muhimu kama miundombinu, usafiri na ulinzi wa mazingira. Vilevile alisifu mafanikio makubwa ya China katika kutumia utalii kama sehemu ya mpango mpana wa kufufua maendeleo ya vijijini, akisema uzoefu huo unaweza kutoa maarifa muhimu kwa nchi nyingine zinazoendelea. Last year in 2025 we recorded 1.52 billion tourists traveling around the world. Tourism is a key sector that touches multitude of sectors around the world. It linkages with infrastructure, with transport, with biodiversity conservation, with environmental protection. China is a leading example in terms of how tourism has been used to develop rural areas, rural communities, and I think all this knowledge will be important for developing countries in the let's say the development of their tourism sector.